Kumechacha nchini Tanzania huku taarifa mbaya ikiibuka. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Uchumi wa nchi ya Tanzania sasa hivi huko kuzimu, na tuache kudanganya Watanzania kuwa unakuwa. Ndio ujumbe ambao tunataka kuangazia siku hii ya leo, kwamba Watanzania wanaweza wakawa hawana maarifa ya kusoma na kuelewa takwimu za kiuchumi na kuzichambua, lakini hawawezi kushindwa kutegea wala kutazama na kuelewa mambo tunayowaambia kwa urahisi na ulaini kama uji katika channel hii. Uchumi wa nchi ya Tanzania uko kuzimu, na ni swala la muda tu tutakuwa tunaongea lugha moja na kukubaliana kuwa kwa miaka minne tokea mwaka 2021 Tanzania imekuwa ikishauriwa vibaya kwenye tabia yake ya kukopa tukidhani kufanya hivyo ndio kuzua ama kukuza uchumi. Tumesikia nyimbo za kuwa uchumi unakuwa kwa 6%, lakini Watanzania wanatoa macho tu kwa kuwa hawaoni huo ukuaji kwenye maisha yao ya kila siku na kwenye maisha yao na familia zao. Kwa hiyo unapokuwa na uchumi wa hivi na kudanganya watu kuwa unakuwa, ni wazi kuwa hujui unaongea nini, na kama unaongea basi unajua unaongea na watoto wadogo wasiojua mambo haya. Ndiyo maana kila wakati tunawaambia kwamba serikali ya Samia Suluhu inatuona Watanzania kama watu wapumbavu kweli kweli, ambao hawezi tukamudu kuona mambo na tukajua jinsi yalivyo. Watanzania lazima waelewe kwa ushauri wa ovyo wa aliyekuwa waziri wa fedha na sasa waziri mkuu Bwana Mwigulu Nchemba ndio chanzo cha serikali ya Samia Suluhu kufanya maamuzi mabovu ya kuingiza nchi kwenye matatizo makubwa sana ya kiuchumi, na leo tuko hapa tulipo mpaka tunaogopa kuchambua takwimu zetu zenyewe kwa kuwa zinaogopesha. Tunapowaambia kuwa kukua kwa uchumi na kukusanya mapato kuna kovuka malengo ya TRA ni bosheni, maana yake ni hii ifuatayo, kwamba deni la Tanzania kwa sasa tunalipa riba na deni ni 14.5% ya mapato ya taifa, yani 14.5% of the government revenue. Kiwango cha juu kabisa cha kimataifa cha pato la taifa kulipa madeni ya riba akipaswi kuwa 18% ya mapato ya taifa, ama ukipenda debt servicing ceiling must not exceed 18% of the government revenue. Na kwenye awamu hii ya Bwana Mwigulu kama waziri wa fedha ameifikisha Tanzania kwenye kulipa madeni kwa kutumia 14.5% ya mapato yake, na kiwango cha kimataifa kinachoruhusiwa ni 18% ya mapato. Kwa hiyo kwa takwimu hizi, maana yake deni walilokopa kinyemela Disemba mwaka 2025 na haijakuwa captured litaipeleka Tanzania kwenye limit ya mwisho kabisa ya ukomo wa 18% ya pato la taifa kulipa madeni ya mikopo. Na kwa takwimu hizi za BOT na serikali yenyewe, maana yake tumebakiza 3.5% bafa ya kufika 18% ya ukomo wa kutumia pato la taifa kulipa mikopo ya madeni. Sasa kwa hali hii tunataka kujiuliza, uchumi gani unakuwa na tunawezaje kujipiga kifua kuwa tunakuza uchumi? Uchumi unaokuwa kwa ajili ya kulipa madeni una faida gani kwa Watanzania? TRA wanapokusanya mihela na kuvuka malengo kila siku, lakini zinakwenda kulipa madeni, kuna faida gani kwa Watanzania? Ningependa sana kuangalia namba ya takwimu, kwa sababu hizi ndizo zinaonyesha tofauti ya uelewa wa mambo kati ya wenye huruma na nchi na hii na waliopo kwa ajili ya kupiga mapambio tu. Huwezi kuwa na nchi ina uchumi unaokuwa na una manufaa kwa Watanzania kama uwiano wa deni na ukuaji wa uchumi ni 48.2%, huku kiwango kinachoruhusiwa ni 55%. Yani tuna only 5 to 6% buffer kufika kiwango cha mwisho cha kimataifa. Na gharama ya kulipa deni na mikopo iko kwenye 14.5% ya pato kuu la taifa, huku kiwango cha kinachoruhusiwa
ni 18%, na sasa hivi tuna 3% ya buffer kufika kiwango hatarishi. Unakuwa na ongezeka la deni kwa miaka 4 tu kuanzia mwaka 2021 hadi 25 na kufikia bilioni 6.2 kwa mwaka na kufanya deni kuwa trilioni 53.3, na kwa ongezeko la mkopo fulani wa Disemba mwaka jana ni trilioni 130 za Kitanzania. Ongezeko la deni la taifa kwa kipindi cha mwaka 2021 hadi 25 ni kubwa kuliko mikopo yote toka mwaka 1961, yani Tanzania toka ipate uhuru wa kimahesabu ni ongezeko la 26.650. Deni limekuwa na pasenti 20,650. Kwa hali hii tunadanganya nani kuwa uchumi unakuwa? Tunamficha nani na takwimu ziko uchi kiasi hiki? Haya, sisi tungeweza kukaa kimya kama tulivyokuwa tunakaa kimya kwenye mauzo mengi sana ya serikali, lakini hii ni maisha wa Tanzania, na tunapokopa lazima hela hizo zinaibiwa na majizi kama akina Angela Kiziga. Kwa hiyo lazima tufike mahali tukubali kuwa Mwigulu amechangia kuua uchumi wa nchi hii, na tukiri kuwa serikali hii imeua uchumi na kutumbukiza nchi shimoni. Mengi yanazidi kusemwa, na kile ambacho kinatushika mioyo sana, ambacho kinazua taarifa kuu ni kwamba ni swali tu, mbona serikali inaificha kwamba inaendelea kukuza uchumi wake kiwango cha juu zaidi wakati sasa hivi mambo ni magumu? Ndio maswali kila mmoja anazidi kujiuliza kuhusiana na serikali hii ya Samia Suluhu. Vile kumbuka, wengi na wanaharakati wamekuwa wakizungumza kuhusiana matendo mbalimbali ambayo Samia Suluhu amekuwa akiyatenda, na imefika kwamba kudhibiti ama kuongoza serikali ni jambo ambalo Samia Suluhu limemshinda kweli kweli, na ni jambo ambalo huenda litamtoa uongozini hata kabla ya uchaguzi mwingine kufika, manake uchaguzi mwingine ni mwaka 2030. Ni mambo ambayo tunazidi kujadiliana hapa ndani kuhusiana na jinsi nchi ya Tanzania inazidi kudorora kiuchumi, na bila shaka itazidi kuwadhoofisha na kuaffect watu wake wa Tanzania ambao wanaitegemea. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina, bila kuzungusha, bila kuyumbisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kila wakati kwa taarifa kama hizi.